إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دروس وفوائد شهر رمضان، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماء، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ndugu Waislamu, wazee wangu wapendwa, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Vile vile namtakia rahma na amani kiongozi wetu Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia bihaulillahi wa madadi itakuwa mafunzo tunayopata na darsa tunazozipata kutokana na mwezi wa Ramadhani. Nitawaombeni tena mara nyingine, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa hizi dakika 2-3 zilizoko mbele yetu, tuweze kunasihiana, tuweze kuambizana, tuweze kukumbushana, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ahibati fillah, فالصيام ليس جوعا ولا عطشا فقط، بل مدرسة لتربية القلوب. Funga ambayo kwamba tupo ndani yake, tusije tukawa na ufahamu wa makosa juu ya maana ya funga. Mtu asidhanie maana ya funga ni yeye kujizuia kula, ni yeye kujizuia kunywa, basi haya ndio malengo ya funga. La, bali malengo ya funga, ndugu Waislamu, tuko sasa hivi katika chuo,
tuko katika institute, tuko katika madrasa ambayo kwamba inakuza na inalea nyoyo zetu. Fa inna min a'zami fawaidi shahri Ramadhan an nakhruja minhu wa qad tahaqqaqa fina qawlu Allahi subhanahu ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Miongoni mwa fawaid ambazo kwamba tunazipata katika huu mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa durus ambazo kwamba tunazipata katika huu mwezi wa Ramadhani ni ukiondoka huu mwezi wa Ramadhani tutakuwa tumeitabikisha aya ya Mwenyezi Mungu inayosema, enyi mloamini, tumewafaradhishieni juu yenu ibada ya saum, ibada ya funga. Na hii ibada haikuanza kwenu nyinyi kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwepo kabla yenu nyinyi. Kwa nini Mwenyezi Mungu akatufaradhishia? Piga msitari mwekundu chini ya haya maneno, la'allakum tattaquna, ili Ramadhani ikiondoka basi tutakuwa tume upgrade katika jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Haya ndio malengo ya mwezi wa Ramadhani, haya ndio malengo ya saumu ambayo kwamba tupo ndani yake. Ramadhani ikiondoka tutakuwa tumepambika na jambo zima la uchaji Mungu. Ahibati fillah, rasilimali ya mtu kuifanyia bidii katika uhai wake, jambo muhimu sana la mtu kushughulikia katika umri wake juu ya mgongo wa ardhi ni autunze moyo wake, aushibishe moyo wake. Mtume wake sallallahu alaihi wasallama aliashiria kwenye kifua chake, kwenye moyo wake, na akayakariri haya maneno mara tatu akisema, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Uchaji Mungu wa kikweli kweli, uchaji Mungu wa kisawasawa ni uchaji Mungu ambao kwamba unaanzia moyoni, ni uchaji Mungu ambao kwamba chimbuko lake liko katika moyo wa mja, kwa sababu inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Hicho kipande kikitengea kikawa kizuri, viungo vyote automatic vitakuwa vizuri, na hicho kipande kikiharibika, viungo vyote vitaharibika. Kiungo chenyewe ni moyo. Panda uchaji Mungu katika moyo. Hapo katika moyo ndiye anasema mtume wako sallallahu alaihi wasallama, inna Allaha la yanduru ila jisamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, Mwenyezi Mungu anaangalia katika nyoyo zenu. Mwezi wa Ramadhani umekuja kutukuza katika jambo zima la takwa, na takwa pahala pake ni moyoni. Uchaji Mungu yatakiwa chimbuko, mzizi wake uanzie moyoni. Bila shaka viungo vitakuwa ni vyenye kutengea, na hili jambo la takwa, ahibati fillah, hiya wasiyatullahi likulli ummatin ba'atha ilaiha rasula. Ni wasia Mwenyezi Mungu subhana, kila umma uliusia watu wake jambo zima la uchaji Mungu. Yaqulu subhana, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mwenyezi Mungu anasema, na tumehusia katika umma zilizotangulia, wale waliopatiwa vitabu waliotangulia, na nyinyi vile vile tumewahusia jambo kama hilo, nalo ni jambo la kumcha Allah, nalo ni jambo la kujikurubisha kwa Allah kwa kufuata maamrisho na kujiweka mbali na makatazo aliyotukanya Mwenyezi Mungu subhana. Faman amila
biwasiyati llahi faqad aflaha wa anjaha, yeyote ambaye kwamba atafanyia kazi wasia wa Mwenyezi Mungu, basi huyo mtu kwa hakika amefaulu. Amefaulu duniani na amefaulu kesho akhira, kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku hiyo ya Kiyama ni siku ambayo kwamba mali haitosaidia, watoto hawatosaidia, ila yule ambaye kwamba ataondoka juu ya mgongo wa ardhi akamkabili Mola wake na moyo ambao kwamba umesalimika, moyo ambao kwamba uchaji Mungu umekolea ndani yake, uchaji Mungu umejaa ndani yake, kama alivyoashiria mtume wako sallallahu alayhi wasallama, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Ahibati fillah, na katika jambo zima la uchaji Mungu, Mwenyezi Mungu katika hii ardhi ana mawali zake. Mwenyezi Mungu ana marafiki zake wa karibu mno. Mwenyezi Mungu ana watu wake wa karibu, na hii ni siri baina ya mja na Allah. Wala hawa watu hawana alama nyingine mbali na alama ambayo kwamba ilitajwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu anasema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Mwenyezi Mungu anasema, tanabahini mjue ya kwamba mawali wa Allah, marafiki zake Allah, vipenzi vya Allah, hawana hofu wala hawana huzuni. Siku zote hofu iko mbele na siku zote huzuni iko nyuma. Mawali wa Allah hawana hofu kwa yale yajayo, na wala hawana huzuni kwa yale ambayo kwamba wanayawacha nyuma. Wakati wamelala katika tandiko la mauti, wanaiaga dunia, wanaelekea akhira, malaika watawateremkia, watawambia hawana hofu wala hawatohuzunika, hawana hofu na akhira, na wala hawatohuzunika na yale ambayo kwamba wameyawacha nyuma yao. Wake zao, watoto wao, watu wao hawatokuwa na hofu. Vipenzi vya Mwenyezi Mungu, katika alama ya mawali, kila ambaye kwamba atasifika na sifa la uchaji Mungu. Ramadhani imekuja iweze kutuboost, iweze kutukuza, ili ikiondoka tuwe sisi ni katika vipenzi vya Allah, tuwe sisi ni katika mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na vile vile, fala fadla baina nnasi illa bitaqwa, hakuna mbora wetu alomzidi mwingine mbele ya Allah ila kipimo ni uchaji Mungu. Si kabila wala si rangi wala si cheo wala si mali. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu, inna akramakum inda Allahi atqakum, ama kwa hakika mbora wenu mbele ya Allah, ama kwa hakika alo karibu kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni yule alomzidi mwenzie katika jambo la taqwa. Na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallama akawa ni mbora wetu mbele ya Allah. Anasema mwenyewe, ana atqakum lillahi wa ana akhshakum lahu, mimi ndiye ninayemjua Allah kuliko nyinyi nyote, sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Islam, katika jambo la taqwa, leo duniani tuna marafiki mbalimbali, lakini urafiki wote ambao kwamba tunaushuhudia, huo urafiki utaambulia patupu siku ya Kiyama, ila marafiki wachaji Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqina, marafiki siku ya Kiyama wao kwa wao watakuwa ni maadui, ila marafiki walioshikamana kwa ajili ya Allah. Mwenzangu, twende tusali,
Mwenzangu umesoma Qur'ani mpaka wapi sasa hivi? Mwenzangu twende tusali salatu tarawih. Urafiki huu utadumu siku ya Kiyama, bali watapeana makamama, watakumbatiana, wataambiana hani'an laka, hani'an laka, kwa sababu walisaidiana katika jambo la wema na jambo la uchaji Mungu. Hili jambo la takwa ambalo kwamba ni katika matunda na faida ya huu mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yeyote ambaye kwamba atamcha Allah, yeyote ambaye kwamba atamwogopa Allah, Mwenyezi Mungu atamtolea njia, matokeo kwa kila shida ambayo kwamba atakuwa nayo, na isitoshe Mwenyezi Mungu atamruzuku kwa njia asioitarajia. Anasema mwanashairi wa Kiarabu, alayka bitaqwa Allah in kunta ghafila ya'tika al-arzaq min haythu la tadri fakayfa takhafu al-faqra wallahu raziq laqad razaqa at-tayra wal-huta fi al-bahr man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwa ma akala al-usfuru shay'a. Alayka bitaqwa Allah, jilazimishe na jambo la taqwa. In kunta ghafila, ikiwa utakuwa umeghafilika. Alayka bitaqwa Allah in kunta ghafila ya'tika al-arzaq min haythu la tadri, zitakujia riziki za Mola wako kwa njia ambayo kwamba hutarajii kama. Yeyote ambaye kwamba anadhania riziki inakuja kwa nguvu ama kwa akili, basi ndege hangekula chochote. Anatoka khimasan na akirejea anarejea bitanan, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, anatoka tumbo kavu akirejea kesha shiba. Ni jambo siri, ni jambo la kumcha Allah, ni jambo la kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu. Miongoni mwa hili jambo la uchaji Mungu, anasema mwanashairi wa Kiarabu, man lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya, yule ambaye kwamba hatojilazimisha kuvaa vazi la taqwa, yule ambaye kwamba hatojilazimisha kuvaa vazi la uchaji Mungu, basi ajue atakuwa anatembea ardhini uchi hata kama amevaa. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, na basi vazi nzuri la mtu kuvaa ni jambo la kumcha Allah azza wa jalla. Wala khaira liman kana lillahi asiya, hana khairi yule ambaye kwamba atakuwa anamwasi Mwenyezi Mungu juu ya mgongo wa ardhi. Jambo la kwanza katika faida na darsa tunayopata katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani unatukuza katika jambo la uchaji Mungu, ili Ramadhani ikiondoka nyoyo zetu zitakuwa zimeshiba na jambo la takwa. Tutakuwa tumepanda mbegu ya uchaji Mungu katika nyoyo zetu, na tutakuwa tunafanyia kazi wasia wa Mwenyezi Mungu subhanahu kwa kila umma, na tutakuwa miongoni mwa watu walioko karibu mno na Allah azza wa jalla, na urafiki wetu utadumu siku ya Kiyama kwa sababu ulikuwa ni urafiki wa uchaji Mungu. Na yeyote mwenye shida zake, balaa zake katika mambo ya riski na mengineyo, Mwenyezi Mungu atamfanyia uwepesi, bali tutakuwa tunatembea juu ya mgongo wa ardhi na tumevaa vazi ambalo kwamba linamridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu. Faida ya pili miongoni mwa faida za huu mwezi ambao kwamba tupo ndani yake, ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani umekuja kutukuza katika jambo la subra, katika tabia kubwa ya subra. Na subra lazima kila Muislamu apambike na hii sifa. Wanazuoni wetu wanatuambia asabru yanqasimu ila thalathati aqsam, subra imegawanyika sehemu tatu: asabru ala ta'a, wasabru anil ma'siyah, wasabru ala ma qaddara Allahu alayka min almasaibi. Subra ya kwanza ni subra ya kutekeleza maamrisho ya Mola wako. Kama sasa hivi tuko katika ibada ya saumu, chakula unacho,
vinywaji unavyo, njaa imekubana, kiu imekuzidi, lakini unajizuia. Hiyo ni asabru ala taa, subra kutekeleza maamrisho ya Mola wako subhana. Sala, hakuna ambaye kwamba atatekeleza ibada ya swala kama hana subra. Mathalan, una miaka 10 umebakisha juu ya mgongo wa ardhi, bimaana Mwenyezi Mungu anakutaka uswali kwa miaka 10. Leo uswali Ijumaa, urejee uswali alasiri, uswali magharibi, uswali isha, uje kesho alfajiri, kesho adhuhuri, utakuwa umemaliza siku ya kwanza katika miaka 10 au miaka 5 ambayo kwamba umebakisha duniani. Nani atadumu na hii ibada ya swala kama hana subra? Wama yulaqaha illa alladhina sabaru. Kutoa zaka, wewe ndo unakwenda mbio, wewe ndo unachoka, wewe ndo unahangaika, unaumia. Mwenyezi Mungu anakutaka utoe fungu fulani katika hiyo mali yako. Watuhibbuna almala hubban jamma, na hayo mali mnayapenda mno. Nani katika matajiri mwenye nafasi mwenye uwezo atatekeleza hii amri ya zaka kama hana subra na ibada nyinginezo? Subra ya pili ni anil maasiya, ya kutomwasi Allah. Hata kuacha maasiya inataka subra. Kijana barubaru, damu inamchemka, na dunia ni kama tunavyoishuhudia, dunia ya kisasa, dunia ya mambo leo, dunia ya .com. Nani katika vijana wa Kiislamu atajizuia asiingie katika jarima zina kama hana subra? Hii subra inajulikana kama wasabru anil maasiya, subra ya kutomwasi Allah azza wa jalla. Katika wanabiashara, ili huyu mwanabiashara asiingie katika biashara ya riba, asiingie katika jarima ya riba, na ukipenda sema dunia ya sasa ni dunia ya riba. Huyu mfanyi kazi ama mfanyaji biashara wa Kiislamu, ili asiingie katika riba, lazima awe na sifa ya subra. Hii subra inajulikana kama wasabru anil maasiya, subra ya kutomwasi Allah azza wa jalla. Na subra ya tatu, wasabru ala ma qaddara Allahu alayka min almasaibi, usubirie katika yale ambayo kwamba atakuandikia Mwenyezi Mungu katika mitihani. Na sunna ya Mwenyezi Mungu, sunnatu rabbaniya, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Mwenyezi Mungu akiwapenda watu huwapa mtihani. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun fal-amthal wal-amthal, wale wenye kupata misukosuko mizito ni mitume wa Allah, na katika mitume wametofautiana katika mitihani. Mwenyezi Mungu anamweleza mtume, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ya Muhammad, subiri kama walivyosubiria ndugu zako katika ulul azmi. Mwenyezi Mungu amewasifu wenye kusubiri, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, ama kwa hakika Mwenyezi Mungu atawalipa wanaosubiri malipo yao pasina hisabu. Ramadhani imekuja kutukuza katika hili jambo zima la subra. Mwenyezi Mungu subhana anawapa bishara wenye kusubiri, wabashiri sabirin, wabashiri sabirin, na wapatie bishara wanaosubiri, na watakuwa wanapata bishara vile vile kutoka kwa malaika wakiwa katika neema zao peponi. Mwenyezi Mungu atujalie min ahli aljanna. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum, salamun alaykum bima sabartum, na malaika watakuwa wanawaingilia watu peponi kwa kila upande, kila mlango, wakiwaambia salamun alaykum bima sabartum, amani juu yenu kwa yale mliosubiria duniani. Mlisubiri katika taa, mlisubiri kutomwasi Allah, mlisubiri katika misukosuko na mitihani ya Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu Waislamu, miongoni mwa faida tunayopata katika huu mwezi wa Ramadhani imekuja kutulea katika jambo zima la subra. Miongoni mwa fawaid za huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi umekuja kutupamba kitabia, kutupamba kiakhlaqi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqud wala yajhal wa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni saimun, inni saimun. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallama,
mmoja wenu akiwa katika ibada ya saumu, mmoja wenu akiwa katika funga, basi achunge sana funga yake, asifanye mambo ya kipuzi, asifanye mambo ya kijinga. Na endapo mtu atataka kumpiga ama kamtukana, basi Mtume anakwambia dhihirisha ibada yako, dhihirisha ibada unayoifanya, mweleze fa inni saimun, mimi niko katika ibada ya saumu. Ni moja kati ya mawili. Ikiwa ni Muislamu, umemkumbusha sifa ambayo kwamba inabidi awe nayo, tabia. Uislamu umekuja na tabia, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mtume anasema nimetimilizwa na Mwenyezi Mungu nije kutimiza jambo la tabia. Mtume wetu alikuwa na tabia, alikuwa ni sahibul akhlaq. Wa innaka la ala khuluqin adhim, ya Muhammad, wewe una tabia nzuri mno, na tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Utakuwa umemkumbusha tabia za Kiislamu. Na ikiwa si Muislamu ambaye kwamba labda amekutukana ama ametaka kukupiga, sikuwa mimi ni mnyonge, la, inni saimun, dini yangu inaniamrisha nisilipize ovu kwa ovu. Dini yangu inaniamrisha niwe ni mwenye kujipamba na jambo la tabia. Na hapa Waislamu wengi tumefeli, illa man rahima rabbu. Jambo la tabia, hatunazo tena tabia za Kiislamu, hatunazo tena khulqa za Kiislamu. Na anasema mwanashairi wa Kiarabu, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Watu ni tabia, watu ni tabia, watatajwa kwa tabia hata kama hawako, hata kama washaondoka duniani, lakini watatajwa. Watu fulani, kijiji fulani, mji fulani, nchi fulani walikuwa ni watu na tabia zao. Lakini mnaweza kuwa mko hai, lakini hamna tabia za Kiislamu, hamna maadili ya Kiislamu, mtasaulika kwa ajili ya jambo zima la tabia. Ipo haja Waislamu turejee katika tabia zetu za Kiislamu, kwa sababu hatunazo tena hizo tabia ila yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemrahamu. Wa akhiran wa laysa bi akhir, na mwisho kulingana na wakati, miongoni mwa faida za mwezi wa Ramadhani, umekuja mwezi huu kutupamba na sifa ya huruma, hasa kwa wale ambao kwamba hawajiwezi, hasa kwa wale ambao kwamba hawana nafasi ya dunia. Huu mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam utoaji wake ulikuwa ni wa hali ya juu. Alikuwa akikithirisha mno katika jambo la kutoa. Na wewe ambaye kwamba unaonja uchungu wa njaa kwa masaa ya kuhesabika, thumma atimu siyama ila al-layli, usiku ikifika, magharibi kiingia, utakula. Lakini huenda maskini muda ule bado anapigana na njaa yake kwa sababu hanacho. Wewe utafunga ayyama maadudati, siku za kuhesabika 29 ama 30, lakini kuna siku 360 na kwa mwaka mzima. Huyu ambaye kwamba hana nafasi ya dunia, kwake njaa ni kama vazi la kawaida. Ramadhani imekuja kutufanya tuwe ni wenye kuwakumbuka hawa ambao kwamba hawana nafasi. Na Muislamu, usiwasahau hawa wanyonge. Tafuta radhi za Allah kupitia hawa wanyonge. Tizama Mwenyezi Mungu anavyowazungumzia katika Qur'ani. Watu wa motoni watawauliza watu wa peponi, watu wa peponi watauliza watu wa motoni, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallina wa lam naku nut'imul miskina, kipi kimewapelekeni mkaingia motoni? Watajibu, watasema hatukuwa tukiswali na vile vile hatukuwa tukiwalisha maskini chakula. Wako motoni wanawakumbuka maskini. Mwenyezi Mungu anasema tena, araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Katika alama za mtu kuwa anakanusha siku ya Kiyama, mbali na kumsukuma yatima, Mwenyezi Mungu akataja na hajihimizi jambo la kuwalisha maskini chakula. Na yule atakayepawa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, wal iyad billah,
Kwa nini amepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala yahuddu ala ta'amil miskin, alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu na alikuwa hajihimizi jambo zima la kuwalisha maskini chakula. Hawa maskini, Mtume anasema ittala'tu fil jannati fara'aitu akthara ahliha alfuqara, niliangalia peponi nikawaona wengi waliojaa peponi ni watu mafukara. Tutafuteni radhi za Allah kwa hawa mafukara. Jambo la huruma, kuna mwanamke ameingia motoni kwa ajili kakosa huruma, na kuna mtu aliingia peponi kwa ajili ya huruma. Huyu mwanamke alimtesa paka wake, akamfungia mpaka akafa njaa kwa makosa aliyoyafanya, ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Na kuna mtu alikuwa anatembea akazidiwa na kiu, akakutana na kisima, akashuka mle ndani kwenye kisima, akanywa maji. Alipotoka akamwona mbwa anarambaramba mchanga kando ya kisima. Yule mtu akasema, da, huyu jibwa amepatwa na kiu kilichonipata mimi. Akarejea ndani ya kisima mara ya pili, akateka maji na hofu zake, viatu vya ngozi vya zamani, akazuia na meno yake, akaparaga huyo mpaka akatoka, akamnywesha yule jibwa. Naam, ikawa ni sababu yake ya kuingia peponi. Mtume anasema irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, wahurumieni wasikitikieni waloko ardhini na nyinyi atawahurumieni aloko mbinguni. Hizi ni baadhi tu za faida ambazo kwamba tunazipata katika huu mwezi wa Ramadhani. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin wa usalli wa usallim ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah la khayran liman kana lillahi 'asiya وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازة. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة.